Vipi kizazi cha Muiraki kinaingia kwenye mgogoro wa nchi sio yao? Kwa sababu Palestina si sehemu ya Iraki. Sijui naeleweka vizuri maneno haya? Hapa ndio tunauzungumza mgogoro wa Israel katika mfumo wa ardhi. Kuna migogoro miwili, na hili Wayahudi hawataki kuwa wakweli, na kwa sababu wao ndio wanaomiliki vyombo vya habari duniani, wanaidanganya dunia juu ya mgogoro huu. Na hata baadhi ya Waislamu hawaujui mgogoro huu kutokana na propaganda za wana wa Israel la Mossad, Mazayuni. Wazayuni ni katika kundi la Wayahudi ambao wamejipanga kuitawala dunia na kupoteza historia ya kweli ya maisha ya mitume na manabii. Wazayuni ni kikundi cha Mayahudi kinachomiliki vitu vyote vya msingi vya dunia. Wao wanamiliki vyombo vya habari, wao ndio wanamiliki dola zote za dunia, wao ndio wanamiliki uchumi wote wa dunia, wao ndio wanamiliki kila kitu cha dunia, na wamegawana katika department. Na Wayahudi wote walio katika kundi hili hawazidi watu 300,000 duniani, na ndio wanayoiongoza dunia leo, na ndio wanaodanganya ulimwengu juu ya mgogoro wa Israeli na Palestina. Bila shaka watu wengi tumekuwa na shida ya kutokujua mgogoro wa Israel na Palestina ni mgogoro wa kitu gani. Wanagombea ardhi, wanagombea nini? Sasa nataka nikuambie mgogoro wa Palestina na Israel ni mgogoro uliogawanywa kwenye makundi mawili. Kuna mgogoro wa ardhi na kuna mgogoro wa msikiti. Wapalestina na Waislamu duniani hatuna ugomvi na ugogoro wa ardhi wa Israel, kwa sababu kwenye mgogoro wa ardhi wa Israel una makundi hayo mawili. Una makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza ni ule mgogoro uliotengenezwa mwaka 1948 baada ya vita kwanza vya dunia. Adolf Hitler akiongoza Wajerumani wenzake akawafyeka Mayahudi katika vita vya pili vya dunia 1945 1948. Baada ya mgogoro huu, Waisraeli wakakosa mahala pa kuishi kwa sababu huyu Mjerumani aliwaua Adolf Hitler. Mayahudi wakakosa nchi ya kuishi, wakakimbilia Ulaya. Dunia 1948 ikafanya kikao, makao makuu ya usalama wa Baraza la Usalama wa Taifa duniani, New York Marekani, sijui wapi huko. Wakakaa kikao kile walipokikaa, taarifa ya kwanza ikatolewa, Mayahudi watafutiwe nchi ya kwenda kuishi. Na maoni ya kwanza ya baraza hili waliyefanya maamuzi, Mayahudi waende wakaishi katika nchi ya Uganda. Uganda wakakataa, wakagoma Mayahudi kuwa nchi ile. Mayahudi wakakosa nchi ya kuishi, wakatawanyika mahali pongi duniani. Wapalestina ambao ndio walikuwa wenye asili ya ardhi ile, wakawa wanaweka makazi na wanaendelea kuishi katika maeneo yale. Machotara wa Kiyahudi wenye asili ya kizungu ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi, wakalazimika kurudi nyumbani kwa mgongo wa nyuma. Wakalazimika kurudi katika ardhi ya Palestina kwa kutumia mgongo wa nyuma. Nini walichokifanya Wayahudi? Wakaanza kununua ardhi kutoka kwa wazawa wenye ardhi ya Palestina. Naeleweka vizuri maelezo haya? Mnanielewa vizuri maelezo haya? Ni kama mimi Mdengereko leo
nakuja katika mji wa Tabora, nazaa familia yangu, na kwa sababu nafanya biashara naanza kununua nyumba za Wanyamwezi moja moja mjini. Tahamaki, wandengereko wenzangu wanahamia Tabora na wote wananunua majumba. Baada ya miaka 50 Tabora mjini wakazi wake ni wandengereko watupu, kama leo unavyoweza kuiona Kariakoo ya Wazaramo imejengwa maghorofa na Wayemeni na Wanyamwezi. Sijui mmenielewa? Au Wachaga, sijui mmenielewa? Hiki ndicho ambacho kilifanyika wakati ule. Kwa hiyo huu ndio mgogoro wa ardhi ambao Myahudi anaamini kwamba ardhi ni yake kwa sababu ana hati miliki. Ana hati miliki. Wakati huo huo Mpalestina anaamini ardhi ni ya kwake kwa sababu ana haki miliki. Kuna tofauti ya haki miliki na hati miliki. Si umeona hivyo vitu viwili? Wapalestina wana haki miliki, Wayahudi wana hati miliki. Wayahudi wamenunua ardhi ili iwe ya kwao, lakini Wapalestina kihistoria ardhi ni ya kwao. Huu ni mgogoro wa kwanza ambao mgogoro huu Muislamu ukiuingilia unakwenda motoni. Sio wako huu. Sio, nimeeleweka vizuri? Huu sio wako huu. Na huu Waislamu sio unaotuuma. Wala kelele zinazopigwa na Waislamu sio za mgogoro huu. Kelele zinazopigwa na Waislamu ni umiliki wa msikiti wa Baitul Maqdis. Naomba mnisikilize vizuri. Ambao mgogoro huu unatugusa Waislamu kiimani. Na Allah ili kuthibitisha Baitul Maqdis ni ya kwetu, ndiyo maana akaleta historia hii niliyoanza katika maudhui yangu. Kwa nini? Misikiti iko mingi. Kwa nini watu hawaugombei msikiti wa Makkah Mukarrama? Kwa nini Mayahudi hawaugombei msikiti wa Madinati Munawwara? Kwa nini Mayahudi wametengeneza uongo mpaka wameidanganya dunia kwa kuondoa msikiti wa kweli wa Baitul Maqdis ambao leo Waislamu wengi hawaujui? Hata unapoingia katika Google ukaweka picha, ukavuta image picha za msikiti wa Baitul Maqdis, leo hauji msikiti wenyewe, Masjid al-Aqsa. Ukiingia Google hauji huo msikiti. Linaingia lile jengo lenye kuba la njano ambalo linapatikana katika kitabu kilichoandikwa na Kanisa Katoliki, kinaitwa Historia ya Biblia. Katika ukurasa wake 46 mpaka 72 kuna misikiti miwili, moja kuba lile la njano lilojengwa na Mayahudi, na pembeni yake kuna unatajwa msikiti wa Saidina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Unatajwa msikiti huu kama msikiti wa Umar, wakificha ukweli kwamba hiyo ndiyo Masjid al-Aqsa. Naomba mnisikilize vizuri kipande hiki. Masjid al-Haram ilivunjwa mara mbili. Ilivunjwa mara ngapi? Mbili. Ilivunjwa na Nebukadreza mwaka 666 BC. BC ni herufi mbili. B ni before na C ni Christ. BC manake before Christ, kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu. Miaka 600 kabla Yesu hajaja duniani, Baitul Maqdis ilivunjwa na mtu anaitwa Nebukadreza, na aliuchoma moto msikiti wa Baitul Maqdis. Nimeeleweka vizuri? Mayahudi wakahamishwa kutoka Kanaani, wakapelekwa katika nchi ya Iraki, wakaenda kukaa uhamishoni Babeli. Walikaa uhamishoni Babeli miaka 300 na kidogo. Baadaye Mayahudi wakatawaliwa na taifa la Waajemi, Wafursi wa Kiirani na Kiiraki, ufalme wa Mindopasha, Waamedi na Waajemi. Wakawatawala miaka 100 na kidogo. Baadaye utawala ukaondoka mikononi mwao, ukaenda mikononi mwa taifa la Warumi ambao waliwatawala miaka 100 zaidi ya 68.
Na ulipovunjwa msikiti wakati huu, baada ya vurugu zote hizi, msikiti wa Baitul Maqdis ukawa unatumiwa na washirikina katika ibada, kama ilivyokuwa msikiti wa Maka ukitumiwa na makureshi ya Maka kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta taufiki yake, Mayahudi wakarudishwa nyumbani, wakarudi nyumbani, wakaumiliki tena msikiti. Lakini wakati huu Mayahudi wakagawika makundi mawili, na waligawika makundi mawili baada ya kifo cha Nabii Allah Suleimani, ambaye ndiyo mjenzi wa msikiti wa Baitul Maqdis, aliyejenga kwenye kizizi cha Hota, ama aliyejenga kwenye kiwanja alichonunua babu yake mzee Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na hapa ndio nataka nikupeni kisa ili Waislamu mpate kujua jambo, na hata msiokuwa Waislamu. Ndio maana leo huwezi kusikia mgogoro wa msikiti wa Baitul Maqdis upo baina ya Waislamu na Wakristo, japo Wakristo wanaamini kwamba Nabii Isa ni wa kwao na wanaamini kwamba Ibrahimu ni wa kwao, lakini hujawahi kusikia na utasikia mpaka kiyama kitasimama Wakristo wanagombana na Waislamu kwa ajili ya msikiti wa Baitul Maqdis katu abadan. Kwa sababu historia ya shina kwa Wakristo, wanaamini kwamba Baitul Maqdis kiasili ni msikiti wa Waislamu. Si naeleweka maneno haya? Lakini naomba nikupe mfano. Papa aliyetangulia miaka 10 iliyopita, baada ya huyu aliyopo, miaka 10 iliyopita, papa aliyetangulia aliwahi kutembelea Israeli baada ya kuapishwa. Akaenda katika kuba lile la njano la jengo la Mayahudi, kisha akaenda kuabudu. Akaenda katika hekalu la Nabii Suleimani, ambako ndani yake katika eneo hili ndio kuna makaburi ya manabii mbalimbali, akiwemo Nabii Allah Ibrahim. Na alipofika msikitini pale, alikwenda kubusu na kusujudu katika kaburi ya Nabii Allah Yahya ibn Zakaria. Alisujudu akabusu kaburi ya Nabii Allah Yahya, mtoto wa Nabii Zakaria. Zakaria ambaye ndiyo mlezi wa Bibi Maryam, mama yake Yesu, ambaye Maryamu huyu na huyu Yahya ni watoto wa mama mdogo na mama mkubwa. Maana yake kwamba mtoto wa Yahya, amini mama yake Yahya ni mdogo, na mama yake Maryamu bibi yake Yesu ni mkubwa. Dada hawa baba moja mama mmoja, watoto wa mzee Imrani. Naeleweka maelezo haya? Kwa hoja hii, Yohana Mbatizaji Yahya na Yesu mwana wa Mariamu ni mtu na mjomba wake. Historia haiwezi kuipata dini yoyote, na washirikina wameificha historia hii, kwa sababu ikijulikana automatically Qur'ani itakuwa ukweli, na Muhammad atakuwa nabii, na msikiti wa Maqdis, Baitul Maqdis, utakuwa haki na mali ya Waislamu. Kuna kitu kinafichwa na Wayahudi juu ya ukweli wa msikiti wa Baitul Maqdis. Waislamu hatugombei ardhi ya Wapalestina, wala hatugombei ugomvi wa Wapalestina na Wayahudi katika ardhi. Waislamu tunagombea ule uwepo wa msikiti wa Baitul Maqdis ambao Mungu ameutaja ndani ya Qur'ani, subhanalladhi asra biabdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna. Msikiti huu Mungu ameubariki, na kwa kuwa una baraka za Mungu, mali ya Waislamu na msikiti huu tutapigania mpaka kiyama. Baitul Maqdis ndio msikiti ambao leo dunia baina ya Waislamu na wasio Waislamu wanagombana. Swala la ardhi liko wazi, swala la ardhi liko wazi. Waislamu hatuna swala la ardhi. Sisi tutawasapoti wa Palestina ikiwa tu mtu kadhurumiwa ardhi yake, kwa sababu Muislamu kuruhusu dhulma ni haram, na Muislamu kumsaidia aliyedhulumiwa ni haki. Lakini hatugombei mgogoro wa Israeli na Palestina kwa hoja ya ardhi. Hapana. Kuna kitu kidogo nataka nikupeni, na hiki nakisema hapa kwa sababu nataka na hata wasio Waislamu waweze kujifunza, hasa ndugu zetu
ambao si Waislamu na wao wapate kujifunza juu ya kitu ninachotaka kukieleza. Naomba unisikilize vizuri sana. Angalia katika historia iliyopita, wakati nazungumza mada iliyopita, nilikupeni historia Nabii Ibrahimu akitoka Urwa wa Kardayo anakwenda Palestina. Mnakumbuka hiyo historia? Na alipofika Palestina akanunua kiwanja cha kumzikia mkewe Bibi Sarah, mama wa Nabii Allah Isaka, bibi wa Nabii Allah Yakubu. Si naeleweka vizuri kipande hiki? Ukisoma Biblia ina vitabu 5 ambayo ni mabaki ya vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Allah anaripoti katika sura ya 5 Qur'ani, suratul Maida, sura inayozungumzia meza ya Pasaka aliyokula Nabii Allah Isa wiki 3 kabla hajapaa mbinguni. Nilisema katika mada zilizopita, Qur'ani inawajua mitume na manabii vizuri kuliko kitabu chochote. Qur'ani inamjua Isa vizuri kuliko kitabu chochote, na Uislamu unamtambua Isa vizuri kuliko chochote, kwa sababu Uislamu unamjua mpaka uzazi wa Nabii Isa, babu yake mzaa mama yake anaitwa nani. Vitabu vingine vyote havina hilo. Hata hii Biblia tunayosoma haina jambo hili. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani sura ya 5 aya 46, anamwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake na kuvihukumia kwamba ndani yake yamo yaliyoharibiwa na yamo yaliyosalimika. Na tukamfuatishia Isa mtoto wa Mariamu, tukampa Injili. Hiyo ni aya 49, zinaendelea aya za Qur'ani. Aya 48 Mungu anasema na tumemteremshia Muhammad, ameteremshiwa Muhammad kitabu cha Qur'ani, lengo lake ni kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Vitabu gani? Ni Torati, Zaburi na Injili. Sasa nataka msikilize Torati inasemaje juu ya jambo hili. Torati kama Torati ina vitabu 5 ya Biblia. Torati ya kitabu gani? Ya Biblia. Ina vitabu vingapi? 5. Cha kwanza kinaitwa Mwanzo, cha kwanza kinaitwa Mwanzo, cha pili kinaitwa Kutoka, cha 3 kinaitwa Kumbukumbu la Torati, cha 4 kinaitwa Walawi, Hesabu, na cha 5 kinaitwa Hesabu. Vitabu viko vingapi? 5. Cha kwanza kinaitwa Mwanzo, cha pili kinaitwa Kutoka, cha 3 kinaitwa Kumbukumbu la Torati, cha 4 kinaitwa Walawi, cha 5 kinaitwa Hesabu. Kitabu cha kwanza kimeitwa Mwanzo kwa sababu kinaeleza historia ya Mungu alivyoumba dunia na nchi, na kinaelezea maisha yote kabla ya gharika ya Nabii Nuhu, yani kizazi cha kwanza kabla ya Ibrahimu. Kitabu cha Kutoka kinazungumzia habari ya maisha ya wana wa Israeli, maisha yao wakiwa Misri mpaka wanarudi katika nchi ya Kanaani, wanaongozwa na Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Karebo, ambao walikuwa ni maswahaba wa Nabii Musa, waliwafikisha wana wa Israeli kwa mara ya kwanza katika nchi ya Palestina baada ya usafiri wa miaka 40 jangwani. Kitabu cha pili kinaitwa Kumbukumbu la Torati, kinaelezea sheria za Mungu alizoziteremsha kwa wana wa Israeli, yani Torati, ambayo ni amri, sheria na hukumu, kama Mungu alivyoitaja katika Malaki 4:4, ikumbukani Torati niliyompa mtumishi wangu Musa, naam, ni amri, sheria na hukumu. Na kitabu cha 4 ni kitabu kinaitwa Walawi. Walawi ni kabila la Nabii Allah Musa, ambao wao ndio walikuwa wakisimamia hiyo sheria Torati, na Lawi ndio neno limetengeneza neno law au sheria kwa Kiingereza. Hawa Walawi ni wanasheria waliokuwa wakisimamia sheria, lakini sheria yenyewe ni sheria gani? Torati. Nimeeleweka sawa sawa? Kitabu cha 5 kinaitwa Hesabu. Kitabu hiki kazi yake ni kufafanua habari ya historia ya wana wa Israeli walivyohesabiwa
wakati wanatoka Misri wanakwenda Kanaani, Mungu aliwataka wahesabiwe ili wafike mahala wakiwa safarini, wakifika waamini Mungu kawapeleka salama bila kumchukua yoyote katika vita hivyo ila aliyekufa kwa maradhi tu. Hii inaizungumzia sensa ya wana wa Israeli, ndio maana ya neno hesabu. Vitabu viko vingapi hivyo? 5. Na kila kitabu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabii Allah Ibrahim, lakini Ibrahimu historia yake alitoka Ulu wa Wakardayo. Nataka nizisome hizi aya za kitabu cha Mwanzo ili na wewe upate kujifunza jambo katika maisha yako, alafu ndo kwenye story nitakwenda vizuri, utaujua mgogoro wa Palestina na Israeli. Lakini hii ni sehemu ya pili ya mada, sehemu ya 3 itakuja tena wiki ijayo, tuseme inshallah. Andiko linasema Bwana Mungu akamwambia Abraham, yani Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonesha. Hiyo Biblia hiyo inasema Nabii Ibrahimu aliagizwa na Mungu atoke katika nchi yake ya jamaa zake na baba zake, ahame aende mpaka nchi atakayoonyeshwa. Anahama kutoka Ulu wa Wakardayo Iraki, anakwenda katika nchi ya Palestina ya leo. Si inaeleweka vizuri hapa? Hiyo ndio amri Mungu anampa Nabii Allah nani? Nabii Allah Ibrahim. Na alipewa jambo hili Nabii Ibrahim akiwa na umri wa miaka 75. Yani Nabii Ibrahim amehama Ulu wa Wakardayo, anakwenda Palestina, ana umri wa miaka 75, na anakwenda kule sio hakuna watu, wapo. Wayahudi waache propaganda, wasiwalazimishe dunia waamini mgogoro uliopo Palestina ni mgogoro wa ardhi. Sio kweli. Mgogoro wa Palestina ni mgogoro wa dini. Unaashiria juu ya msikiti wa Baitul Maqdis ambaye ni mali ya Waislamu. Naeleweka vizuri? Swali litakuja, Ibrahim, Wayahudi ni watoto wake kwa sababu Bani Israel wametoka kwa kizazi cha Yakobo. Yakobo ni mtoto wa Ishaka, Ishaka ni mtoto wa Ibrahim. Wayahudi ni kizazi cha Ibrahim kwa sababu ni wajukuu zake. Vipi inakuwa msikiti sio haki yao? Hapa Qur'ani ndio itatoa ufafanuzi. Kwa nini wawe wajukuu zake alafu msikiti usiwe haki yao na Waislamu wangangane kuwatoa Wayahudi? Kwa nini? Nimeeleweka vizuri? Nimeeleweka vizuri? Mada hii sasa mtaipata kwenye pati ya 3. Kwa nini Bani Israel, watoto wa Yakobo, kizazi cha Ibrahim, wanakuwa msikiti si mali yao? Na kwa nini msikiti mpaka leo unamilikiwa na Wayahudi kwa upande mmoja, lakini wanaofanya ibada ni Waislamu? Miliki ya msikiti iko chini ya Mayahudi, lakini wanaofanya msikiti ndani ya ibada ndani ya msikiti ule ni Waislamu. Kwa nini? Kwa nini wasiwe Mayahudi? Hiki ndicho ambacho tutakiona katika pati ya 3, tuseme inshallah. Maandiko yanasema Mungu alimwambia Nabii Ibrahim, toka wewe na uzao wako kutoka katika nchi hii kwenda mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa, na nitakubariki, na nitalitukuza jina lako, nawe uwe baraka. Mungu anamwahidi nani? Ibrahim. Nitakubariki, nitakufanya taifa kubwa, nami nitakufanya uwe nani? Baraka. Mungu anamwahidi Nabii Ibrahim kumfanya kuwa nani? Baraka. Na ndiyo maana Ibrahimu alimwambia Mungu, naomba unipe ambacho hujampa nabii yoyote katika watu wako. Nabii Ibrahimu akaulizwa na Mungu, si nimekupa wewe Khalili? Si nimekupa wewe kuwa msiri wangu kipenzi? Ulioni hilo dogo? Duniani huko mimi sifanyi jambo, wewe ndo msiri wangu, wewe ndo Khalili kipenzi. Nikitaka kufanya chochote mimi nakwambia wewe kwanza kabla ya viumbe wengine. Nabii Ibrahimu akadeka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si anapendwa bwana? Mbia ya Rabbi, mimi bado nipe kingine kikubwa kuliko hicho. Lakini Mungu akajua kipo kikubwa kuliko hiyo huwa Khalili. Ndo akampa sharti la kujenga msikiti Masjid al-Harami, msikiti wa Maka. Ni mada nyingine, tusitoke nje.
Alipoujenga, Mwenyezi Mungu amwamrisha Ibrahim awaite watu kwenda kufanya ibada katika ule msikiti. Alipojenga msikiti ukakaa